Na mtazamaji, nimerejea tena na sasa tunakwenda kuangazia katika upande wa michezo na burudani. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars, Bakari Shima, amesema mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Nigeria umetoa funzo muhimu kwa kikosi chake licha ya kupokea kichapo cha mabao 2-1. Akizungumza mara baada ya mchezo huo, Shime amesema wachezaji wake walionyesha moyo wa kupambana dhidi ya moja ya timu bora barani Afrika, huku akisisitiza kuwa makosa yaliyosababisha kufungwa yatafanywa kazi kuelekea mechi zijazo. Tupate kumsikiliza. Kwanza ilikuwa ni kuondoa kasoro ambazo zilitokea kipindi cha kwanza. Kama ambavyo nimesema, tulianza mechi vibaya ukiwa na baadhi ya wasiwasi kwenye kudefend vizuri, lakini pia kwenye kumiliki mpira. So kipindi cha pili tumejaribu kumiliki mpira, kujenga mashambulizi na ikatuamsha usingizini. Tumeweza kupata goli la kurudisha, ingawa kwa bahati mbaya kabisa mwishoni katika mchezo tumeruhusu goli, lakini yote kwa yote mechi ilikuwa nzuri kwenye upande wa kujilinda, kujenga mashambulizi na kushambulia pia. Cha kwanza ni kuongeza ari ya kujiamini kwa wachezaji wetu, na ilikuwa ndio moja kati ya msingi mkubwa wa mechi. Kama ambavyo unafahamu, Nigeria ni timu ambayo ndio bingwa mtetezi wa mashindano na bingwa wa kihistoria pia. Kwa hiyo kwetu sisi ilikuwa ni mechi ambayo inatupa kitu kikubwa, haswa kwenye upande wa wachezaji kujenga kujiamini. Na kama ambavyo umeona mechi, kipindi cha pili kimekuwa bora zaidi kwetu tofauti na kipindi cha kwanza, kwa sababu level ya kujiamini imekuwa kubwa na mwisho wa siku tumeweza kurudisha goli, ingawa kama ambavyo nimezungumza dakika za mwishoni kabisa tumefanya kosa dogo limeruhusu goli, kitu ambacho kwetu si bado mpira kizuri, kwa sababu namna gani wachezaji wetu waache kujisahau kwa maana mechi imeisha mpaka filimbi iwe Haya, kuelekea mashindano ya Shimi Semita mwaka 2026 yatakayofanyika mkoani Mbeya kuanzia Agosti 15 hadi 29, 2026, halmashauri mbalimbali nchini zinaendelea na maandalizi ya kushiriki mashindano hayo. Wakati maandalizi hayo yakiendelea, uongozi wa Shimi Semita Taifa umetangaza kuwa umekamilisha maandalizi yote muhimu kwa ajili ya kuhakikisha mashindano yanafanyika kwa mafanikio na katika viwango vinavyotarajiwa. Akizungumza kuhusu hatua hiyo, mwenyekiti wa Shimi Semita Taifa John Lupembe amesema maandalizi ya viwanja vya mashindano yamekamilika na yako tayari kutumika, jambo litakalowezesha mashindano hayo kufanyika kwa kiwango kikubwa na kwa ubora unaostahili. Amesema lengo la mashindano hayo ni kuwakutanisha wafanyakazi wa serikali za mitaa kupitia michezo ili kuimarisha umoja, ushirikiano na afya, huku yakibeba kauli mbiu isemayo tupo tayari kwa AFCON 2027. Viwanja vyote viko tayari mpaka viwanja vya akiba. Ukikumbuka mkoa wa Mbeya ni mkoa maarufu sana kwa michezo na unatoa hamasa sana kwa mashindano yetu. Ukifika pale Mbeya, uwanja ambao tutafanya ufunguzi na ufungaji ni uwanja wa Sokoine. Tumevishaviainisha na afisa michezo wa mkoa wa Mbeya pamoja na afisa michezo wa jiji la Mbeya wameshatupa ushirikiano mkubwa na wanaendelea kufanya maandalizi makubwa, na viwanja tayari na vifaa tayari vimeshanunuliwa kwa ajili ya mashindano haya. Kwa hiyo mashindano haya ni mashindano mazuri yanawafanya watumishi wa serikali za mitaa waone TAMISEMI ni mahali salama. Haya, tukielekea katika upande wa michezo kimataifa, tupate kuungana na msimuliaji wetu apate kutujuza zaidi kunani huko. Serikali ya Bangladesh imeunda kamati maalum ya kuchunguza mazingira yaliyopelekea timu ya taifa ya cricket kujiondoa kwenye mashindano ya kombe la dunia la cricket la T20 mwaka huu. Kamati hiyo imepewa jukumu la kubaini iwapo uamuzi huo ulifanywa kwa misingi sahihi na kama kulikuwa na mapungufu katika mchakato wa maamuzi kati ya serikali, bodi ya michezo ya cricket nchini Bangladesh BCB na baraza la kimataifa la cricket ICC. Hatua hiyo inafuatia mgogoro ulioibuka baada ya Bangladesh kueleza wasiwasi kuhusu usalama wa timu yake ikiwa ingecheza mechi zake nchini India na kuomba mechi hizo zihamishwe nchi nyingine. Hata hivyo, ICC haikukubali ombi hilo na mazungumzo kati ya pande hizo hayakufikia mwafaka. Kutokana na hali hiyo, Bangladesh iliondolewa kwenye mashindano ya kombe la dunia la T20
huku nafasi yake ikipewa nchi ya Scotland. Serikali ya Bangladesh imesema matokeo ya uchunguzi huo yatasaidia kuwajibisha wahusika endapo kutabainika uzembe au makosa ya kiutawala na kutoa mapendekezo yatakayosaidia kuimarisha usimamizi wa mchezo wa cricket nchini humo. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Shukran sana Kenny Malila kwa taarifa hii. Mtazamaji, nikwambie tu ni haya tu kwa usiku huu leo, na ni machache ambayo nimeweza kuandalia katika upande wa michezo na burudani. Habari kutanzima leo ilikuwa nami Lulu Ali. Nikutakia usiku mwema na kuachana utabiri wa hewa saa 24 zijazo. Kwaheri. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa hii leo. Jina langu ni Joakim Peter. Kwa usiku wa leo, hali ya ukavu na ubaridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya. Kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Lakini pia upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini na kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Mamlaka ya hali ya hewa inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaokadiriwa kufika kilomita 40 kwa saa kwa pwani ya kusini. Hivyo, wananchi pamoja na watumiaji wa bahari katika maeneo haya mnashauriwa kuchukua tahadhari na hatua stahiki. Kwa siku ya kesho, katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Hadi kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada. Asante kwa kuwa nami na kwaheri.